Lakini zaidi kila moja akijaribu kuona namna gani ambavyo mchezo huu utakuwa, lakini yale mapungufu pengine yaliyojitokeza kwenye mchezo wa kwanza namna gani ambavyo anapaswa kwenda kuyarekebisha. Ila umeshagundua kwamba sasa hivi ukipita mtandaoni na mazungumzo ni mchezaji mmoja tu wa klabu ya Simba ndo ana trend sana. Achana na Ahwa Mpanzu. Kila mtu anamtaja Mpanzu. Kwa nini ni Mpanzu? Kwa nini Mpanzu? Na wakati hata jana ilikuwa juzi Jemedari ulipigiwa kwa simu. Naam. Ulizungumza kwamba Simba wanatakiwa confident huko South Africa kwa sababu wana mtu kama Elim Mpanzu na umekuwa ukisema hivyo mara kwa mara. Yeah. Mpira wa miguu ni mchezo wa timu. Lakini kwa nini una imani kwa nini unaamini una imani kubwa sana kwa Mpanzu kwamba Simba wasio na wasiwasi wana mtu kama Elim Mpanzu ili hali ni mtu mmoja? Yeah, ni kweli kabisa kama mpira wa miguu ni team sport. Ni mchezo ambao watu wanashirikiana. Watu 11 wanacheza kwa upande mmoja, 11 upande mwingine na kutafuta matokeo mazuri. Lakini ukirudi huko nyuma, asili kabisa ya mchezo huu kwa namna ya kucheza ilikuwa kila timu moja ina mchezaji wake nyota. Starman. Na huyo mchezaji nyota ndio alikuwa anapewa jezi nambari 10 wakati fulani. Yes. Way back, angalia nambari 10 wote walikuwa wanavaa namba 10. Walikuwa ni wachezaji wanaocheza kuanzia kiungo cha kushambulia kwenda mbele. Na Starman mgongoni kwake ni jezi namba 10. Na kwa nini? Kwa sababu yeye ndio alikuwa wakati fulani timu inajengwa kupitia yeye na yeye ndio anayefanya maamuzi ya timu nzima na ndiye mtu ambaye mnaamini kwamba kwa uwepo wake jambo hapa haliwezi kuharibika leo. Na asipokuwepo watu wote mnakuwa wanyonge. Kwa namna Simba ilivyo sasa, the only player ambaye anaweza akakupa hicho kitu ni Elim Mpanzu Kibisawala. Yaani yeye japo timu bado haijajengwa kupitia yeye, lakini yeye amejitambulisha kama ndiye nyota wa timu ya Simba kwa sasa na anaweza kufanya chochote kitokee kwa wakati wowote anapopata nafasi. Yuko sawa sawa na akili timamu, hana maumivu, yuko kiwanjani. Kwa level hii anayochezea ya mashindano haya anaweza kufanya hicho kitu kikatokea. Okay. Yeah. Sawa. Jessica, uliona maneno ya goalkeeper wa Stellenbosch. Alizungumza jana. Anaitwa jina lake anaitwa Oscarim Masuluka. Alisema ndio yule aliyokaa hapa, alodaka huku sio? Alidaka huku. Alisema Simba wanakuja kucheza na Simba wenyewe. Simba wanakuja kucheza na Simba wenyewe, Simba watakutana. Simba watakutana na mwisho siku wote subirini mtaona kitakachotokea. Lakini pia maneno ya kocha ambayo aliyazungumza Mr. Beka akisema kwamba wanafungika Simba, wamecheza nao na wamewaona, wanajua namna gani ya kudili nao. Wao hawatajali kuhusu kushinda 2-2 bali wanatafuta hilo bao moja tu walipate, alafu wataenda kwenye mikwaju ya penalty. Ulisikia maneno ya mwalimu wa Esperance de Tunis walipocheza na Mamelodi Sundowns wakafunga bao 1-0. Ndio. Alisema walioshinda hawana furaha kwa sababu wanajua watakachoenda kukutana nacho Tunisia. What happened? Mechi ilisha bila. Kwa maneno sio mkuki. Okay. Ashraf, confidence ipo juu. Maneno sio mkuki, lakini si manake ni kwamba yanatengeneza tahadhari kwa sababu ameyaona mapungufu na ndio maana akasema hivyo. Kusema ni kitu kimoja na kutenda ni kitu kingine. Kufanya kitu kitokee kiwanjani ni kitu kingine. Ndio maana nakwambia ungeiona sasa hiyo game ya pili ambao Mamelodi walicheza na Esperance. Hao waliosema hao wameshinda lakini hawana furaha, wanajua watakaoenda kukutana nacho Tunis. Wao ndio walikuwa chupu wafungu. Hao waliosema hivyo. Waliosema of course. Yes, kwa hiyo kusema ni kitu kimoja na kutenda ni kitu tofauti. The way wao wanavyofikiri kwamba sisi tutakwenda kufanya hivi, Simba hawajakaa tu somewhere wanawasubiri wao watende. Simba na wenyewe wanajua tutakapoenda kucheza away tunafanyaje. Kwa sababu msimu huu ukiangalia matokeo, yani performance ya timu hizi mbili, Simba imeperform better than wao. Yeah, sure. Sawa. Wao wamepigwa goli 3-1 pale nyumbani kwao na Berkane, wakaenda wakapigwa ugenini goli 5. Na kama Simba juzi ungekuwa clinical enough wangeweza kufunga goli 4. Kwa sababu nafasi kubwa 6 wamezipata. Sio? Yes. Kwa hiyo kusema si kufanya nini, wao ni wachanga kwenye mashindano. They are new. Ndio safari ya kwanza wanacheza, wanafika nusu finali. Kwangu mimi nafikiri wamefika pa kutosha kabisa. Mara ya kwanza mnacheza na I believe wao hawana cha kupoteza. Na nani ni yuko top 5 top 10 kwenye ubora Afrika ni Simba. Ndio maana unapocheza na unapopambana na mkubwa siku zote, mdogo ajaribu kujitutumua. Lakini mkubwa anabaki mkubwa tu. Okay, mimi nilikuwa nataka kujua
hii confidence sometimes inajengwa kwenye psychology ya kocha au wachezaji, kwa sababu ukiangalia hapa wote wanajiamini sana. Wamepoteza 1-0, wanajua mechi haijamalizika dakika 90 nyingine, lakini they are confident kwa sababu wako nyumbani. Saikolojia kama hii inatokana na kitu gani haswa moja kwa moja, au ni kitu ambacho pia wanafundishwa wachezaji kwamba wanaelekezwa bana, mkikaa sehemu hata mkipoteza bado mnatakiwa muwe psychologically strong, kwamba muwe yani msitetereke, lolote laweza likatokea? Good. Kwenye psychology tunasema kwamba kitu chochote kile ambacho unaenda kukifanya kwa vitendo, maandalizi yanaanza kichwani. As a coach na benchi la ufundi, mnapoendea mchezo muhimu kama hivi, lazima mtu wa psychology adili na wachezaji kuambia kwamba ni mechi muhimu. Tumepoteza mechi kule away, ni amani, lakini tunatakiwa kusahau. Na ndio maana hata Sir Alex Ferguson aliwahi kuzungumza kwamba kama kuna dakika 90 zingine za kucheza, chochote kinaweza kikatokea. Kwa hiyo wachezaji wana hiyo mentality na wanatakiwa kuishi katika hayo mazingira, kujua chochote kinawezekana. Kama wao waliweza kutufunga kwao na tulifanya mistake, na sisi pia tunaweza tukashinda kwetu. Kwa hiyo ni mechi ngumu pia, haiwezi kuwa mechi rahisi. Unaelewa kwamba Simba ni favorite kwenye mchezo kutokana na rank yake kwenye michuano, ana experience kubwa, wachezaji wake wana hiyo experience, wanajua wanachezaji away. Tunashawahi kuona mnyama akiwa anaenda kumkazia Wydad ukaenda kwenye changamoto mikwaju penalty, lakini mpira hauna formula. Unaweza kawa uko beta kuliko opponent wako na ukaenda ukaconcede na ukafungwa. Kwa hiyo namuelewa kocha anajaribu kuwatengeneza wachezaji wake waone kwamba hiyo ni mechi muhimu, na hawatakiwi kwenda kumuogopa mnyama to that extent. Naamini wataenda kucheza mpira tofauti, kutaka kufanya comeback au kunini na maanisha kwenda level scoreboard, unaelewa? Lakini pia kwenye hayo mazingira wanatakiwa kuwa makini zaidi. Unajua kwenye psychology, wakati ambao unashambulia zaidi ndio wakati ambao pia unaweza ukaconcede, kwa sababu unapokuwa unashambulia zaidi wakati mwingine unashindwa kudili na ile misingi, unaonekana tayari ushapaniki. Kwenye mechi Simba anaingia kama favorite kwa sababu moja. Kwanza ana ushindi, unaelewa? Option kwake ni mbili. Anaweza akashinda hiyo mechi au akapata sare na akaqualify. Stellenbosch anaingia kama mtumwa kwenye hiyo mechi. Kwanza anahitaji, umemfikia kocha kwamba okay, tunahitaji tupate angalau goli moja ili mechi iende kwenye changamoto mikwaju penalty. Kwa hiyo anaingia kama kukumbusha kauli ya Louis van Gaal kwenye mechi ya Uholanzi dhidi ya Argentina ya France. Anasema sisi tutaenda kwenye penalty sababu ni wazuri sana kwenye penalty kipindi kile, lakini wakaenda kwenye penalty pia wakafungwa. Kwani ilikuwaje kwa Al Masry? Naam. Na Al Masry kwani waliwakuta nini? Kwa sababu hata Al Masry pia wenyewe ndio hivyo walipigwa penalty 4-1 nafikiri ilikuwa juzi. Na walikuwa wanafanya mambo ambayo wanaona kabisa wanataka kwenda kwenye penalty na wakiamini kwamba kwenye penalty wako vizuri, lakini mambo yakaenda kuwa tofauti. Na pengine pia waliwastadi Simba wakaona okay, Simba wameenda kwenye penalty mara 2 kwenye shirikisho na Champions League na kote wametolewa. So kuna nyakati ambazo sio lazima kuamini sana kitu kama hicho. Kama unaweza kumaliza game mapema, waimalize mapema kuliko waseme wanashinda 1-0 waende kwenye penalty. Sema mimi kitu ambacho naamini Rich. Mimi naaminigi mtu ambaye hana cha kupoteza ni mtu wa kumzingatia sana, ambao ni amezungumza kitu kizuri sana Jemedari. Stellenbosch hana cha kupoteza, hata akitolewa hapa kwake ni achievement kubwa sana kwenye mashindano, kwenye career ya timu yao ni achievement kubwa. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaweza tu akaamua kujilipua, sina cha kupoteza, mimi nitakuja kufocus kutafuta goli tu. Kwa hiyo Simba kuna namna pia wanatakiwa kutengeneza discipline. Ukiweka ile picha ya kwamba sisi ni giant kwenye mpira wa Afrika, tuko nafasi ya 4, kinaweza kikakutokea kitu ambacho kimemtokea Zamalek. Aliamini anaweza kushinda dhidi ya Stellenbosch kwa rank aliyokuwa nayo, ubora aliyokuwa nao, bingwa msimu uliopita na matokeo ya awali, kwa sababu matokeo ya kwanza ilikuwa bila. Ukiangalia hayo mazingira na bado mechi imeenda kuchezwa Misri na bado wakafungiwa kule. Kwa hiyo kuna namna naamini Simba kuna kitu cha ziada wanatakiwa kukifanya, discipline, kwa sababu ni away. Tunajua mazingira ya mechi za Kiafrika ukiwa ugenini kwa watu, mambo yanavyokuwa. Kwa hiyo kuna namna naamini wakijiandaa vizuri kiakili, kimwili, nafasi yao kwenda kucheza finali hivi. Bwana wape experience moja hivi. Kabla ya mashindano haya kubadilishwa huko nyuma kulikuwa na mashindano ya kombe la washindi Afrika, na ambayo ilikuwa pia Ulaya ilikuwepo kombe la washindi, lakini kulikuwa na kombe la CAF ambalo lilikuwa linadhaminiwa na Mashude Biola. Ndio ambalo kombe ambalo Simba walifika finali. Lakini linahesabika kama ni hili la sasa kwa sababu moja, ile kombe la washindi lilikufa. Na unajua muundo wa mashindano haya sisi tumeya copy
kama yanavyofanyika Ulaya. Kinachofanyika Afrika huko ndio kile ambacho kilianza kufanyika Ulaya. Yes. Baadaye Ulaya wakabadilisha na sisi tukabadilisha, walivyoenda kwenye klabu bingwa inaitwa Champions League, na sisi tukabadilisha tukaenda kwenye Champions League. Huko mwanzo ilikuwa tofauti na Ulaya, kulikuwa na kombe la washindi sijui hivyo kitu kama hicho. Sasa kwa ile kombe la washindi amini kwenye ile kombe ambalo la CAF Simba walifika finali. Yes. Mechi yao ya kwanza walicheza ugenini na watoka sare ya kutokufungana. Simba walikuja nyumbani na confidence kweli kweli. Na ndo wakati ambao kila mtu atapewa Kia na nini na Mzee Dewi. Kia ndo hizi magari Kia wadogo mkoona hapo. Ndo mko yani ndo yanaingia. Kila mmoja atapewa Kia kwa sababu nakumbuka vitu vikubwa ambavyo vilikuwa vinatoka wakati ule ilikuwa waliwahi kushinda Young Africa, wachezaji wote wakapewa 200,000. It was a big story, wachezaji wamepewa 200,000. Pesa kubwa kipindi hicho. Nakumbuka pia Yanga nafikiri walikwenda away wakachukua Eastern Central, sio was it 93 92 93 mwanzoni, wakarudi wakapewa TV, kila mmoja amepewa TV. Big story. Sawa. Kwa hiyo story ya Kia ilikuwa sio story ya mchezo, na kila mmoja alikuwa anaamini mechi ya away sare, nyumbani Simba wanashinda. Tunanyoa. Na mpira bwana, kusema ukweli, amezungumza Ashrafu hapa, mpira unachezwa kichwani 90 minutes. Yani 90% ya mpira unachezwa kwanza kwenye kichwa. Kwa you have to be strong mentally. Sawa. Kwa hiyo na wasiwasi wangu hicho wanachokisema hawa, kuna vitu viwili tu, ni mind game au akili yao inaanza kupata moto. Unaelewa? Kwa sababu kwanza hii ni timu ya 2016 tumeanzishwa. Kuna vitu vingi vimewatokea, hawataki kuamini kwamba this is an end. Kumtoa Zamalek sio kitu kidogo. Simba walifanya hivyo 2003 wakiwa Zamalek wakiwa mabingwa wa club bingwa wa Champions League wakati ule, sio? Lakini Simba waliwatoa kwa bao moja nyumbani na wao wakafungwa moja kule kwenye penalty wakashinda Simba. Yes. Lakini Simba hawa wamewahi kutoka moja nyumbani hapa klabu bingwa Afrika, wakaenda Ghazal al-Mahara Mahara al-Kubra kucheza na Ghazal al-Mahara, wakafungwa 1-0, wakaenda kwenye penalty wakafungwa 3 bila za penalty. Crown Media. Hapa ni nyumbani.